kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Katika sehemu hii tutajifunza jinsi asili inavyofanya kazi na kwa nini tunapaswa kuilinda. Asili ni muhimu kwa maisha yetu. Tunaitumia kila siku hata kama hatuoni. Asili ikiwa nzuri inatusaidia sana. Hii inamaanisha asili inatupa vitu vizuri kwa maisha. Kwanza, asili inatulisha. Inatupa matunda, mboga, samaki na nafaka. Inatupa miti ya kujenga, inatupa dawa za mimea. Pili, asili inatulinda. Haiwezi kuzuia majanga yote, lakini inaweza kupunguza shida. Kwa mfano, miti inazuia udongo usiende. Mikoko inazuia maji ya mafuriko. Misitu inasaidia hali ya hewa kuwa nzuri. Asili pia inatufurahisha sana. Inapumzika na tunapumzika. Tunatembea, tunajifunza. Tunafurahia mandhari nzuri. Bila asili nzuri, hatutakuwa na hewa safi, maji safi, udongo mzuri wa kulima. Sasa tukumbuke, maisha duniani ni ya zamani sana, zaidi ya miaka mingi sana. Zamani viumbe wengi walipotea mara kadhaa. Hii inaitwa kupotea kwa viumbe wengi sana. Inaonekana tunaingia katika kipindi kingine, na sababu huwa ni binadamu. Leo viumbe wengi wako hatarini, mfano wadudu. Watu wengi hawawapendi, lakini ni muhimu sana. Wanasaidia mimea kukua, ni chakula cha wanyama wengine. Katika asili, kila kitu kina uhusiano. Kitu kimoja kikiondoka, vingine vinaathirika. Kwa nini viumbe wanapotea? Tunaharibu mazingira yao, tunavua samaki sana, tunawinda sana, kuna mabadiliko ya hali ya hewa, kuna uchafu sana, kuna viumbe wageni wanaoharibu wengine. Kwa hiyo, kulinda asili ni kulinda maisha yetu. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.